Na ndio maana bado inaendelea kuwa ni changamoto yeye kuondokana na changamoto yake ya mbegu kuendelea kuwa na changamoto. Jambo la kwanza ni kwamba huwa hapati muda wa kupumzika vizuri. Yaani inakuwa ni mtu ambaye huenda anachelewa sana kulala, anajikuta pia anawahi kuamka. Kwa hiyo uzalishaji wa hormones huwa unategemea sana kama huyu mtu anapata vizuri muda wa kupumzika. Kwa hiyo lazima kisha anapata muda mzuri wa kupumzika ili uzalishaji wa hormones huwa unafanyika vizuri, hivyo kuchochea mbegu pia kuendelea kuzalishwa vizuri. Lakini pia huwa anakaa mazingira ambayo yana joto sana. Vile vile anavaa nguo za kumbana sana. Kwa hiyo mazingira ya joto huwa yanapelekea kwa uwezo wa mbegu za kiume kuzalishwa kama inavyotakiwa. Kwa hiyo unahitajika fulani vya mazingira ya kawaida. Kwa hiyo bado itaendelea kuwa ni changamoto kwa yeye kuweza kufanikiwa moja kwa moja. Lakini pia hakikisha anaweza kuondokana na hali ya stress, ya msongo wa mawazo ya mara kwa mara, kwa sababu hii inapelekea uzalishaji wa hormones unakuwa ni kwa kiwango kidogo. Hivyo kuchochea homoni ya testosterone kuendelea kuzalishwa kwa kiwango kidogo kutokana na mwili kuwa na kiwango kubwa sana cha cortisol, ambao hii inapanda pale mwanaume anapokuwa na hali ya stress au ile ya msongo wa mawazo. Anatumia vinywaji vikali sana, yani anatumia pombe ambazo zina viwango vikubwa cha kilevi. Kwa hiyo ni lazima aweze kupunguza, kwa sababu hizi zinapunguza ubora wa mbegu za kiume. Ila sio hivyo tu, punguza vyakula vya mafuta, yani junk foods, kwa sababu hizi huwa zinachochea kwa kiwango kikubwa sana uzalishaji wa zile mbegu za kiume kufanyika kwa kiwango ambacho ni cha kawaida sana, ambacho bado hakuweza kufikia katika kuweza kufanikiwa kumtungisha mwanamke wake ujauzito. Nimeshare na wewe hili kwa sababu ni mojawapo ya changamoto ambazo nimeweza kuwashauri wanaume wengi sana ambao wanawake wao huwa walikuwa wanapata changamoto za uzazi kwa muda mrefu sana, kwa sababu ya kwamba huenda walikuwa wafuatilii, huenda walikuwa hawatilii maanani mambo haya, basi wakawekea serious, na sasa ni baba na wanalea watoto wao. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo na wewe katika safari ya Mama.